Zainab, Zainab, Zainab. Karibu. Asante. Shemeji. Vipi? Mbona kama uko sawa? Nipo sawa. Ulilala? Hapana, kuna kazi nilikuwa namalizia. Sasa na exclusive. Hii na imani hauna. Mpya hii. Kazi. Kasimu huko anaoa. Tena anaoa katoto kabichi. Hiyo wewe umekaa hapa na majuba yako si unajifunika unajiona swali hina mwenzako anachukua katoto huko. Wewe sasa unaenda wapi jamani? Usije ukajinyonga huko ndani jamani. Hii ni siri. Akija usimwambie mimi sitaki jamani. Matatizo ndio yatakuwa. Mbona leo unapendeza sana? Kuna nini? Mke wangu, leo ni Ijumaa. Naenda msikitini kuswali. Halafu pia nikitoka msikitini kuna jambo muhimu sana naenda kulifanya. Kumbe. Basi sawa mume wangu. Mungu akufanyie upesi kwenye jambo lako, lifanikiwe sawa? Inshallah. Na mume wangu.
Zainab, 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 Zainab. Aisha, mke wangu, unajua nakupenda sana, tena na ulivyo mzuri, kisura chako kile nikikuangalia, mashallah, siishi hamu kukuangalia. Mtoto umeumbika mashallah. Asante mume wangu kipenzi, nalijua hilo kama unanipenda sana, na ndio maana leo nimekuwa mke wako halali. Hapana, sio kwa sasa. Kivipi? Unamaanisha nini yani sio kwa sasa? Kumbuka ni usiku wa kwanza, alafu naambia vitu kama hivyo. Unajua mimi sikuelewa unamaanisha nini wewe. Usipaniki. Najua huwezi kunielewa, lakini naomba unielewe. Sio kwamba sitaki, na sio kwamba naondoka wala nini, lakini kumbuka kwamba Zainab hajui chochote kuhusu hili. Cha msingi inabidi nirudi nyumbani nikamwelezee kwanza kuhusu hili. Halafu by the way kesho nitakuja. Sijui unanielewa? Mume wangu, mume wangu, vipi? Nimekuacha umeenda kwenye harusi ya rafiki yako. Toka urudi harusini na kuona hauko sawa. Una shida gani huko harusini? Amna, niko sawa. Mume wangu, sura yako inaonyesha ina huzuni kabisa, unasema uko sawa? Hebu niambie. Unajua fika kwamba Zainabu ametafutiwa mke wa pili, lakini mke wangu mimi sipo huko. Nakuelewa vizuri sana mume wangu. Sana tu nakuelewa. Tena najuta kutoa hata hiyo pole yangu. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu, kuna kitu nataka nikwambie. Kuwa mimi Umeoa. Si unataka kusema hicho? naomba usamehe sana mke wangu. Hayakuwa makusudio lako. Unasemaje? Yaani umeoa alafu unaniambia haikuwa kusudio lako? Zainab, Zainab, Mke wangu,
Unaenda wapi? Wakati bado tunapata hata maongezi. Naomba unisikilize japo hata kidogo tu. Ni kweli nimeoa. Lakini nini? Lakini nini Kasimu? Kasimu umeoa. Mimi nimekukosea wapi? Unaenda kunitafutia mke mwingine, mimi nimekukosea wapi Kasimu? Sijui sababu la kufanya ukaenda kuwa mke mwingine. Mimi sikutoshi. Mke wangu. Na leo unajisikia. Ila ni miaka 3 sasa. Ndani ya nyumba hii. Hatujawahi kupaa. Kumbe. Kwa hiyo sababu ya mimi kutopata mtoto ndani ya miaka 3, umeamua kuniolea mke mwingine. Asante Kasimu. Pili mke wangu. Majaboga chooni umeniwekea. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Kwani vipi? Bado na yale au? Mbona ikosesha amani ya moyo lakini? Na kuli za maji ya kuoga umeniwekea chooni kimya. Nini shida? Hivi Doto mume wangu. Huoni wewe na Zai bado kuna kitu kinachoendelea? Kisichoeleweka hapo kipi? Kwamba unajua kabisa kwamba Zai ni shemeji yangu na vile vile ni mke wa rafiki yangu. Bado na yale. Haya sawa. Maji yako chooni. Kweli? Ndio utaniua wewe. Wewe utaniua? Nini wewe? Mtoto kitu na boksi, chaguo langu mimi wewe. Nipe bila wasi. Ewe wangu kipusa, mwenzio nimepagawa. Tena nipe bila wasi, nisije changanyike. Mtoto utaniua wewe. Mwanangu Zai, mbona mapema? Utokako kwema? Mama, nimerudi nyumbani kupumzika siku kadhaa. Mumeo ana taarifa hizi kama anakuja kupumzika nyumbani? Lakini mama, mimi hapa ni nyumbani. Unajua kama yeye ni mke wa mtu huwezi kukaa bila ruhusa mume wako. Mama, Kasimu ameoa na ameoa kwa sababu mimi sina uwezo wa kupata mtoto. Amekuacha? Hapana. Hakupendi? Hapana mama. Sasa tatizo nini? Basi ujue mwanangu kuna sababu. Angekuwa hakupendi, angekupa talaka.
Mami, hata sijui nifanyeje. Mwanangu, kuoa kwa mume wako sio sababu. Ninakushauri mwanangu, rudi kwa mume wako. Mume bado anakupenda. Kama angekuwa kupendi, angekupa talaka. Kwa hiyo mwanangu, rudi. Mwanamke mpumbavu anavunja ndoa yake. Sawa mama, nimekuelewa. Zainab. Naona mmepoa, usinikate jicho na namna hiyo. Mimi nakujua kabisa wewe una matatizo. Na matatizo yako chini chini kama siafu unafukua hivi, unatengeneza vishimo. Hivi HD unakumbuka mwaka jana? Unakumbuka Zito alipelekwa polisi, nakumbuka aliachinisha watu wakaachana. Nakumbuka Nakumbuka. Hivi mambo yako kijingajiko utaacha lini wewe? Usio unamsema mwanaume mwenyewe sasa hivi nimeacha. Yaani umezidi. Wapi nimezidi sehemu ya mwili? Ipunguze sasa. Ipunguze sasa ilipozidi. Unamlazimisha mtu kazidi. Sheikh Kasim. Kulikoni? Sio kwema. Kuna nini tena? Zainab yupo nyumbani. Na sijui nani kampata taarifa kwamba mimi nimeoa. HD. Hebu muulize jirani yako anahusika katika hili. Anakusikia. Doto. Hivi unashindwa kuniheshimu mimi? Sawa, naitwa Zito. Ndio kila Zito mnibebeshe. Mengine myatue yakae chini jamani sasa. Wewe niheshimu mimi ndugu yako. Mimi hata kama kikitambi cha unyoya unashindwa na kukiheshimu. Heshimu na familia yangu. Umbea mimi nimekwambia nimeacha. Bado unanizungumzia mambo kama hayo kweli? Lakini Zainab. Lakini nini? Sasa sikilizeni. Kabla ya huu mzozo wenu sijua lakini tukumbuke kwamba huyo mtu amepotea na hatujui saizi matatizo ni mengi. Kuna mamba wanakula watu ovyo mtoni, kuna watu wanachuna figo, kuna watu wengine wanachuna vichwa wanavifanya ngozi za kuambia ngoma. Atakuwa yupo kwenye matatizo. Tunyanyuke tukamtafute. Sawa. Sasa hicho mna kuchelewa. HD. Na sheba sasa upiteni kule, sawa? Dada, eti hapatikani. Mdogo wangu, kwa sasa subiri. Mimi sijui kama naweza kukumili ndoa. Usiku wa kwanza ndoa yangu hajalala humu ndani. Sababu yote ya msingi hakuna. Dada, mimi siwezi dada. Mdogo wangu, kuwa mvumilivu mpaka jioni. Kama hajarudi, una haki ya kufanya chochote. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyoniambia dada. Vipi kibonge wangu? Mbona una hema hivyo? Na nini huko kinachokutoa mbio mbio? Tutamtafuta Zainab. Amepotea na hajulikani wapi alipo. Tena. Hivi mume wangu, ni lini wewe utaacha kufuatilia maisha yao Wewe sana afuatilia maisha yao. Wakati wewe ni rafiki yako na rafiki yako pendwa kabisa. Na istosha ana msongo wa mawazo kaongezewa mke wa pili. Tena. Ni hilo tu ama kuna lingine? Haya bwana, utajua mwenyewe. Mimi naenda zangu dukani.
Salama mpakumbuka bibi mdogo. Karibu nyumbani mmeo kipenzi. Sipo sawa kwa sasa. Naomba niache nipumzike kwa sasa. Yaani haupo sawa? Unamaanisha nini kusema hivyo? Unajua mimi simu sikuelewa hata kidogo. Usiku kwanza ndio yetu tulikuja kulala huko ndani. Umeenda kulala sehemu ambayo unajua wewe. Hata asubuhi tu ulishindwa kunipigia simu. Na mbaya zaidi nimekupigia simu zangu hujapokea. Alafu sasa hivi unaambia haupo sawa. Hivi mimi ndo sipo sawa au wewe ndo haupo sawa? Zainab kapotea. Na nimejaribu kumtafuta. Sijui hata kaelekea wapi. Yaani naongea kuhusu mimi, wewe unaongea kuhusu mke wako. Hivi wewe unataka nikueleweje? Kweli kuna ndoa hapa? Asa unataka mimi nikusaidie nini ukisema hivi? Vipi? Umejaribu kuwapigia ndugu zake? Ila kweli. Wewe jaribu kuwapigia ndugu zake. Huenda akawa anajua yuko wapi. Simu nimesahau kwa Zainab. Wewe nifuate, nitarudi baadaye. Unaenda? Yaani ndo kwanza umefika. Wataka tuna uondoke. Hapa uondoke baba. Uendi popote. Vipi tena ustazi? Unakwenda wapi? Na mimi nilikuwa nakuja dukani kwako. Na ukiangalia sasa hivi sio muda wa swala huu. Duka nishafunga kule. Yaani hapa tumeandamana na kushirikiana kwenda kumtafuta Zainabu. Zainabu amepotea. Kwa hiyo tumeamua kwenda kumsaidia ndugu yetu bwana. Ustazi. Hivi huyu Zainabu yeye amekuwa nani? Watu hawalali hawanywi maji. Zainabu. Zainabu yeye kama nani hasa? Ina maana wewe ustazi umeacha kufanya biashara kabisa, eti unaenda kumsaidia fulani kapoteza mkewe, si mkewe haonekani, naenda kumtafuta. Acha kuingiza pesa, unaenda kumfuata mtu. Hivi Zainabu yeye amekuwa nani? Mfano kama mimi sina haraka kabisa na mume wangu Doto. Nikifanya hivi Zainabu, Zainabu amekuwa nani? Isitoshe hata na wewe tena unafunga duka eti kisa Zainabu. Jamani, mnanichosha kabisa. Yaani mnanichosha kabisa na huyo mtu. Haya, nitajua wenyewe na wewe Zainabu wewe. Zainab, ulikuwa wapi? Na ulikuwa unajua mimi naumia kiasi gani? Naomba ishi hapo hapo. Hivi unajua unasababisha matatizo kiasi gani? Hivi unajua mimi Pili ananichukia kwa kiasi gani? Na hayo yote umeyasababisha wewe. Kumbuka Pili ni mke wako. Zainab, nadhani unajua fika kwamba mimi nakupenda wewe na wala simpendi yeye. Lakini kumbuka wewe umeoa na mimi nimeolewa. Hebu nisikilize Zainab. Sawa. Mimi nakupenda sana wewe. Mambo ya Pili achana nayo. Iyo. We Doto, kumbe unakaa umaraya ndani yake wewe.
Uzinzi utakusaidia nini? Umetoroka nyerebu, umekuja kujipachika hapa kama mgomba. Shemeji, umerudi? Sawa. Lakini niwatoe hofu kwamba sijaona chochote, na hata kama nimeona sisemi. Nataka nikisema ni kidogo sana kwa mbali. Nakumaindi mbavu. Ndio ulichokitaka? Ndio ulichokitaka? Na unajua kabisa jambo akilisikia zito unanisababishia mimi matatizo. She wangu, bora nilivyokuona. Wanawake wanaitaga ubuyu, ila kwa sisi mashe tunaitaga ukwaju. Ukwaju gani tena ndugu yangu? Kaka, Zainabu karudi yupo nyumbani. Hilo la kwanza. La pili sasa. Yaani hilo la pili, nimemuona Doto kwa macho yangu akiwa na Zainabu. She. Nini unafanya? Kaka, acha mimi niende. Sheikh Kasim. Alikuwa anakuambia nini huyu? Hamna hajaniambia chochote ndugu yangu. Huyu mimi namjua Sheikh halafu mbea. Namjua fika kabisa. Na anafahamika mtaani. Sheikh sio amempaje sijui. Anaongea kwa Ranatullahi hao. Lakini mimi alichoniambia ni kwamba Zainab karudi nyumbani. Alhamdulillah. Kwa hiyo Sheikh unataka kusema amerudi kweli? Sasa cha msingi tusipoteze muda. Ningependa wewe wahi nyumbani, chukua maelezo alikuwepo wapi, afu utajulisha kwenye simu. Sawa shehe wangu? Sawa. Ila usimsikize yule mnafiki ujue yule. Sijali shehe wangu. Sawa. Karibu mume wangu. Karibu. Mke wangu uko sawa kweli? Mimi niko sawa mume wangu. Na naomba sana samahani kwa kuondoka bila kukupa taarifa yoyote. Na mama amenielezea kila kitu. Amenielezea sababu ambazo nimemuelewa sana. Kwa nini wewe umeoa? Najua ni ngumu mimi kuzoea hii hali, lakini nitaizoea tu. Natumai utakuwa umenisamehe. Nimekusamehe mume wangu. Zainab, 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 Zainab. Umefuata nini hapa? Mume wangu, huyu ni nani? Kumbe kuja kutambulisha siku zote hizo. Dadangu, mimi ndio mke mdogo wa Kasim. Naitwa Bi Aisha. Kasim, nimekufuata wewe. Naomba tuende nyumbani. Lakini nitakwambia kwamba nitakuja. Kasim, mimi ni mke wako halali wa ndoa. Nina haki na wewe. Naomba tuondoke. Kasim, yuko sahihi. Kumbuka huyu ni mkeo, umemuoa na ana haki na wewe. Hivyo naomba mchukuzane muondoke. Unashangaa nini tena? Hem, tuende kwenye matichapo ya ruhusa. He?
si unajua leo kwamba nyumbani kuna kikao cha familia kuhusu harusi ya kaka Jabiri? Sawa, ndio nakumbuka. Lakini mke wangu, ungeniacha mimi niwahi kwenda kazini. Na huu ndo muda. Lakini mume wangu, kila kikao kinachotokea nyumbani naonekana mimi peke yangu. Ndugu zangu wote, dada zangu wote wanakuja na waume zao, ila mimi tu ndo wakwenda peke yangu kama sijaolewa. Sio vizuri mume wangu. Mke wangu, hebu nisikilize sawa? Huu muda ushakuwa sio rafiki. Nenda kaniwakilishe. Au wewe nenda, mimi nitakukuta huko. Sio hivyo mume wangu. Ninachotakiwa ni twende wote. Au kwa sababu mimi sio Zai. Angekuwa Zai, ungewahi faster tu. Huyo Zai amefuata nini hapa? Zai amefuata nini hapa? Hiyo kauli yako iwe mwanzo na mwisho. Mbona kama hauko sawa? Una shida gani? Ni kweli shemeji. Tatizo ni Zainabu. Zainabu? Ndiyo shemeji. Zainabu mke wako. Inavyoonekana ana mahusiano ya siri na mume wangu. Shemeji, ya mahusiano hayajaanza jana wala juzi. Sina raha na ndoa yangu. Sina raha na mume wangu. Kila siku mimi nanyanyaswa tu. Kila siku mume wangu ananipiga, ananinyanyasa, ananisema, ananifukia kwa sababu ya mke wako shemeji. Hivi ni kweli? Sina amani kwenye ndoa yangu. Sina amani kabisa, nakosa raha mimi. Kila ninachozungumza mume wangu anielewi, kila ninachomwambia anielewi kwa sababu ya Zainabu. Roho inaniuma shemeji, mimi naumia. Naumia shemeji, roho inaniuma. Atekeme masikini mimi. Wai. Mimi nene chini. Kele bwana. Sasa ndugu yangu, mbona unalia? Nini kimekusibu? Hamna. Ila macho yananisumbua kweli. Tena mno, yanauma vibaya mno. Kwa hiyo tanasi hata imani yenyewe imeishiwa nguvu yani. Lenzi imekufa. Michezo. Mnaumwa macho? Sawa, lakini mimi sina utoto wa design hiyo ya kunidanganya. Najua nikikuangalia kwa jicho la tatu, jicho la kiroho, wewe una matatizo. Hebu niambie ukweli, nini kinakusibu? Ni kweli. Na hata hivi hapa ninavyokuambia, mawazo nayo kweli, na mpaka kichwa kinaniuma. Nimemkosea mke wangu. Yaani kwa 100% nimemkosea mke wangu. Nimempiga. Yaani sijui hata nifanyeje. Umempiga mwanamke? Usiuhaini huu. Hii kesi ya kunyongwa kabisa. Unajua kabisa wanawake wale wana madawati, sijui lakina mama, kuna dawati sijui WCH sijui nini na nini. Kuna hii ustawi wa jamii, wakiungana wale, wewe unatoboa wewe? Sio unakunyangana kabisa jela. Kwa nini unampiga mtoto wa kike wewe? Haya, shida nini mpaka umemfumua mwenzio? Tatizo ni Zainab. Tatizo ni Zainab. Na mke wangu alikuwa yuko sahihi sana. Sana zaidi ya sana.
kuhusu Zainab kwa sababu najua ananipenda, lakini sio hata nikwambiaje rafiki yangu. Ngoja niwe mpole sasa. Nikushauri madini ya kiutu uzima. Uzuri nimependa kwanza. Umejua kosa lako. Na ukijua kosa ukikiri, hata Mwenyezi Mungu anakusamehe. Kitu cha msingi sasa hapa ndugu yangu, anza na Zainabu. Muombe msamaha, mwambie kila kitu. Akishakusamehe, huko kwa pili ni kama mtelezo tu ganda la ndizi. Ukifika na pili bado anakupenda. Huko kwa pili manakshi mahaba nini? Yanakuwa yameisha. Vipi kuhusu Kasim? Kasim. Hiyo sasa kwa Kasim ni kitu kidogo sana. Kama wewe na Zainabu na pili mkikaa mkiongea kiisha, Kasim atajuaje? Hawezi kujua chochote. Na vipi kuhusu wewe? Hapa ndo umekanya. Hiyo. Mie siwezi kusema chochote, nitakaza. Si unajua mimi ni mtoto wa kiume. Lakini unanijua. Hizi habari nikisikia zimetapaka mtaani unanijua. Badilika alafu kuwa. Sawa. Badilika alafu kuwa. Kama ulivyosema wewe mtoto wa kiume, hasa usio mtoto wa kiume, kuwa mwanaume. Tasimama baada ya miacha nifuate ushauri unaoniambia. Sawa? Baadaye. Zainab, 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 Zainab. Karibu sana mume wangu. Usiku wa jana sijaweza kulala kabisa. Nyumba nimeiona kubwa. Bila uwepo wako hii nyumba si kitu. Sijui kama nitaizoea hii hali, lakini nahisi kwangu ni ngumu. Natamani maneno yako yangekuwa yanatoka moyoni kweli. Hapo unachoongea ni uongo tu. Ukweli wote na ujua. Mbona hujaniambia mapema? Mbona mmangu sikuelewi, unamaanisha nini? Na utokaa unielewe. Maana hisia zako zote zipo kwa Doto. Hapana bwana mume wangu, sio kweli. Si kweli. Mimi sina mahusiano yote na Doto. Mimi sio mtoto mdogo. Naelewa kila kitu. Mahusiano yenu ya zamani na mpaka sasa hivi bado mnaendeleza. Kwa nini unanifanyia hivyo Zainabu? Bora ungeniambia mapema. Mahusiano yenu nisingeingilia kati. Zainab, 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 Zainab. Mume wangu, mimi sina mahusiano yote na Doto. Mimi sina mahusiano yote na Doto mume wangu. Kwa nini hujaniambia mapema? Unajua umeniumiza kiasi gani? Doto alikuwa ananihitaji lakini sikuwahi kuwa naye kwenye mahusiano. Kweli. Kumbe nilikuwa sahihi kwenda kumuaisha. Hapana mume wangu, usiseme hivyo. Hapana, usiseme hivyo mume wangu. Usiseme hivyo mume wangu. Mungu hapana. Umepata nini hapa? Umepata nini hapa? Nilikwambia mapema utakuja kuniharibia. Nilikwambia mapema. Umelizika sasa. Umelizika hivyo watu umelizika. Naomba ondoka. Naomba ondoka. Nipe chance hata kidogo basi Zainab. Zainab, Zainab, Zainab.
Mume wangu, tangia umefika huko ndani, ni wewe na kulia na wewe. Una shida gani? Tatizo Zainab. Zainab kunifanyia hivyo mimi. Nimesalitiwa mimi. Mume wangu, sijali. Kila kitu mimi naamini kitakuwa sawa. Lakini siamini nilichokiona na kukisikia. Zainab kunifanyia hivi. Inaumiza sana. Ya basi. Nishakwambia hivi, toka. Wewe mtu gani usiambia kaambilika? Mtu gani usiambia kaambilika? Nimekwambia hivi, sitaki nikuone tena nyumbani kwangu. Si unanielewa kipengele hicho? Endelea kujizimisha data mwenda azimu. Zainab, 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 Zainab. Vipi? Mpaka leo po hivyo, tenda lini hospitalini? Mama, mimi niko sawa, siumwi chochote. Utaenda vipi uko sawa kati mimi nakuona kama unaumwa? Vipi Kasimu ulimpata kwenye simu? Yaani mama, kuhusu Kasimu, nimejaribu kumpigia namba zake zote hapatikani. Ila nimejaribu kuwasiliana na kakake mkubwa. Kaniambia akimpata atanielekeza alipo. Zainabu mwanangu, nakuomba ndo hospitalini ukapime vipimo. Maana dalili zote unaonekana kama labda ni mjamzito. Yaani mama, sitamani kabisa iwe mimba kwa sababu sina furaha. Nitamani hizi habari kama ni kweli niwe karibu na mume wangu, lakini sipo naye. Kwa hiyo sitamani ujio wake huyu mtoto. Zainabu mwanangu, nenda kapime, inawezekana uko na dalili za ujauzito. Kwa hiyo kipima, inawezekana mumeo akawa karibu na wewe. Na vile istoshe, sasa hivi ukienda hospitali unashauriwa upime mimba mapema ili ijulikane afya ya mtoto. Siku hizi homa nyingi. Sawa mama, nimekuelewa. Zainab, 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 Zainab. Pili maidia. Ulisema na muongezi na mimi, lakini toka umekuja hapa upo kimya. Kulikoni? Ni kweli mume wangu. Doto mume wangu. Nimekuja kukuomba msamaha mume wangu. Najua nimekosea. Na ndio maana naomba unisamehe. Nisamehe sana mume wangu. Unajua Pili, mke wangu, na kitu kimoja. Nisamehe mimi kwa sababu mimi ndo nilikuwa chanzo cha matatizo yote. Mimi ndo nilikuwa sikujali hisia zako, nikajali hisia za wengine, lakini mama nisamehe. Tani mirazi sana. Niko chini ya miguu yako kusema ukweli. Nafurahi kusikia hivyo mume wangu. Nimekusamehe pia. Nakupenda sana mume wangu. Pili, mke wangu, nikwambie kitu. Unajua takribani ni siku kadhaa sasa na kuna vitu fulani hivi ni kama mboga mikosa. Timu na chumvi. Vipi? Kwa baadaye ndo utarudi mazima? Usijali mume wangu Doto. Nitarudi. Sasa Manzali tushamua kuanza mahusiano upya. Kabla hatujaanza rasmi, ningeomba kuna kitu hichi kimoja tumalizane nacho, sawa? Ni kitu gani hicho mume wangu? Usijali. Nifuate. Doto, umefuata nini hapa? Na nani alikueleza kwamba mimi nakaa hapa? Kasimu rafiki yangu. Cha kwanza nisamehe. Cha pili, tulienda pale ukweni kwako tulipokuwa tumeoa. Ndo akanielekeza kwamba unaishi hapa. Nakusikiliza. Kiwangu. Endelea. Shemeji,
Kwanza naomba samahani. Tena naomba unisamehe sana. Kwani yale yote niliyokuambia siku zile ni ya uongo. Najua nimekukosea. Lakini pia Zai mimi ni rafiki yangu. Zai ananipenda sana kama rafiki yake. Zai hawezi kunifanyia hivyo kama nilivyokuambia. Mimi na Zai tumetoka mbali sana. Shemeji. Kingine pia Zai huyo ndio aliweza yeye kunipambania mimi kuolewa na Doto. Kwa hiyo shemeji, nilikuwa naomba unisamehe sana. Na pia Zai hana ubaya wote na mimi. Kwa hiyo shemeji, nilikuwa naomba unisamehe sana. Ni hivi tu na hasira ndio kilichonifanya mimi mpaka kukuambia uongo wote ule. Nisamehe sana shemeji yangu. Kwa hiyo Sheikh Kasim, mimi naomba nikutake radhi, nisamehe mimi, msamehe na mke wangu pia. Na hata shemeji pia ningeomba mtuie radhi kwa sababu sisi ni binadamu, hatukamiliki na hatutakuja kukamilika. Kwa hiyo naomba mtuie radhi kwa sababu najua mmepitia kipindi kigumu sana. Aisha, mke wangu, jiandae kwa sababu twende. Tunaenda wapi? Twende kujua huko. Mke wangu, naomba unisamehe sana. Kwani ndio tunapili umeelezea ukweli wote. Wewe haukuwa na uhusiano na Doto. Kwa hiyo mimi nachokuomba, naomba unisamehe sana. Ni wivu tu mke wangu. Moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Wewe mwenyewe unaelewa. Maumivu ya mapenzi ni makali sana, naumiza sana. Kwa hiyo nachokuomba, naomba unisamehe. Vile kitu kingine, naomba unisamehe sana pia. Kwani sikukwambia kuwa mimi nimeoa. Na huyo hapo ndo mke wangu Aisha. Nachokuomba mke wangu, mpokee, ukae naye kwa amani. Ishi naye kama mdogo wako. Naomba mpendane, muwe na furaha. Kwani furaha yenu nyinyi wawili ndio furaha yangu mimi. Yeye mtapokuwa na tofauti, hata mimi mwenyewe nitakuwa sina amani. Kwa hiyo naombeni sana jamani. Aisha, naomba mpendane. Maneno chokochoko zisiwepo jamani. Zainab, Zainab, Zainab. Mke wangu na mimba? Wacha wewe.